ndoto. Lakini sasa, kiti cha enzi kilikuwa wazi. Malkia Ayana alikuwa ameaga dunia miaka 10 iliyopita, na kwa mara ya kwanza katika historia ya Milambo, kulikuwa na ombwe la uongozi. Watoto wake wa kike waliokuwa warithi walizaliwa siku moja, tarehe moja na saa moja kabisa, jambo ambalo halijawahi kutokea katika historia ya milango ya kifalme. Hata zaidi, ilikuwa kama laana au zawadi iliyofichika. Watoto hao wa Malkia, Nneka, Aminata, Zuri na Thandi, walilelewa katika sehemu tofauti za ufalme huo, kila mmoja chini ya baba yake aliyekuwa mti wa kifalme, yaani viongozi wa familia kuu 4 za kifalme, mtari wa familia kuu 4 za kifalme, mtari wa simba, mti wa tai, mti wa chui na mti wa mamba. Lakini kulingana na maandiko ya kale ya Milambo yaliyoandikwa kwa lugha ya Iremba, malkia mmoja tu kati yao ndiye aliyeteuliwa kuwa mteule, yule ambaye ataunganisha familia za kifalme na kuleta enzi mpya ya nguvu, ulinzi na maajabu. Lakini nani hasa ni huyo mteule? Katika pango la milima ya Rungwe, kulikuwepo mzee mmoja aitwaye Mwalimu Gogo, mlinzi wa maandiko ya kale. Kitabu kilichoitwa Uwazi wa miaka 100 kilisema, watoto 4 watazaliwa kwa siku moja, tarehe moja, hata na sekunde ile ile. Wote watavaa vazi la kifalme, lakini mmoja tu atabeba taa ya roho, ndiye mteule. Atajulikana kwa ishara 3. 1. Atapata ndoto ya mti unaongea. 2. Atashinda giza la mvua ya moto. 3. Atamwona mama yake kwa mara ya pili katika ndoto ya kweli. Lakini hakuna aliyejua ni nani kati ya hao 4 aliyekusudiwa kuwa huyo mmoja. Hivyo, kila mti ulianza kumkuza binti wao kama malkia mtarajiwa, na uhasama ulianza kukua kati ya familia hizo. Ilikuwa ni vita ya kimya, vita ya matumaini. Nneka, binti wa mtu yeyote wa tai, alikuwa maarufu kwa akili ya hali ya juu na uwezo wa kuzungumza na ndege. Alilelewa na baba yake kiongozi Ogutu, aliyemfundisha